Chama cha ACT Wazalendo kimetoa wito kwa serikali ya Angola kuachia mara moja hati za usafiri za viongozi wao walizonyang'anywa katika uwanja wa ndege wa Luanda. Taarifa iliyotolewa Machi 13, 2025 na katibu wa idara ya mambo ya nje na mahusiano ya kimataifa Mwanaisha Mdeme amesema kuwa viongozi hao wakiwemo kiongozi wa chama Dorothy Semu na mwenyekiti wa chama ambaye makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman walishikiliwa pindi walipofika uwanjani hapo na mamlaka za serikali pasina kuelezwa sababu, na baadaye hati zao za kusafiria zilizuiliwa. Taarifa hiyo imeita kitengo hicho kuwa cha udhalilishaji, huku akilani. Aidha, wamemtaka balozi wa Angola nchini Tanzania kutoa maelezo ni kwa sababu gani viongozi wao akiwemo makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar wamezuiliwa na kunyang'anywa hati zao za kusafiria. Hata hivyo, wameitaka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kumuita na kumhoji balozi wa Angola nchini juu ya kile alichokiita kadhia. Miongoni mwa waliozuiwa katika uwanja huo imeelezwa kuwa ni pamoja na viongozi wengine 40 wakiwemo marais wastaafu kama wa Lani kama wa Botswana na Andrea Parkana Alongo wa Colombia. Wengine ni waziri wa kilimo wa Afrika ya Kusini na kiongozi wa chama cha DA John Steenhuisen na kiongozi wa chama cha Podemos cha nchini Msumbiji Venancio Mondlane. Kwa hiyo hao ni baadhi ya viongozi ambao walikuwa wamezuiliwa kule Angola.